Oktoba 30, Alhamisi, mwaka wa 2025. Kutoka kwa Bartizan ya Kumbi 3. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ninyi remnant lazima muandae kambi ya 300% ambayo inafufua kila kitu. Hivyo, kabla ya kuanza jambo, lazima kwanza upokee mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ndipo kazi za Roho Mtakatifu zitakuja juu ya shamba lako na matunda ya Roho Mtakatifu yatazaa. Ni wakati huu utajua kwa usahihi na kujiandaa kwa lengo la Mungu. Kusudi la Mungu ni kuokoa watu wa mataifa, kuponya wagonjwa na kuokoa wazao. Hizi ndizo kumbi 3 ambazo Yesu alifunua. Ndiyo maana Paulo aliongozwa kabisa na Roho Mtakatifu kila alikokwenda. Alifungua ukumbi wa mataifa, akaleta uponyaji kwenye shamba la Wanefili, ukumbi wa uponyaji, na akaingia kwenye masinagogi ili kuokoa wazao. Ukumbi wa watoto unapolingana na lengo la Mungu kama Paulo alivyofanya, baraka za kiti cha enzi zitafuata. Pia jibu la kupita wakati na nafasi ili kuokoa mataifa 237 na jibu la kweli lisilo na kifani kutoka mbinguni litadhihirika. Kisha kutoka wakati huu na kuendelea, majibu matatu yatakuja. 1. Jukwaa. Jukwaa limeanzishwa ambapo watu hawawezi kujizuia kukusanyika. Ni kutoka hapa nguvu za kiroho hutokea, wakati ujao unakuwa wazi na uchumi wa nuru huanza kufuata. 2. Mnara wa mlinzi. Mnara wa mlinzi unaoangazia nuru ili kuokoa maisha utajengwa. Watu wa makabila mbalimbali watakuja mahali hapa, wataipokea Injili, watazibomoa Bartizan za Shetani na kurudi katika mataifa yao, huku Bartizan ya Mungu ikiinuliwa. Hili ndilo shamba la kweli la uinjilisti wa ulimwengu. 3. Antena. Mara tu jukwaa na mnara wa mlinzi limewekwa, antena hufuata kwa kawaida. Antena inapoinuliwa, wanafunzi 3,000 watainuka na ibada itastawi. Kupitia ibada lazima upate majibu ya wazi kwa kila mzozo. Zaidi ya hayo, neno linatimizwa katika hekalu na nyumbani. Jukwaa, mnara wa mlinzi na antena kwa pamoja hufanyika Bartizan. Wakati Bartizan hii inapoanzishwa, unakuwa mlinzi wa kweli. Ombi la agano. Mungu Baba, nakushukuru kwa kuniinua leo kupitia baraka zako. Nipate wakati wa kufanya azimio langu katika neno lako hata leo. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.